ninakutukuza, ninakuinua. Mwenye nguvu zote ni wewe Kristo. Wewe umeinuliwa Baba yetu. Ni wewe tunaabudu, ni wewe tunatukuza. Wakati wa neno Baba, tunaomba ukatufungue kila mmoja wetu, ukatakaze mioyo yetu, takasa mawazo yetu Baba, ukatakaze anga ya wakati wa neno na anga ya kila mmoja wetu. Ninaomba Jehova ukatakaze masikio yetu ya ndani na ya nje, ili tukaweze kusikia mapenzi yako Baba yangu. Na kushukuru kwa sababu ulituleta pamoja ili tuweze kujua na kusikia mapenzi yako Yesu. Na kwa hivyo mwana wa Mungu, ninapotamka kinywa changu na kunena kile uliweka ndani yangu, naomba mafuta mapya, unimwagie mafuta mapya, ufunuo kutoka kwako Yesu, hekima kutoka kwako ndio ninaomba. Tena ninaomba mwana wa Mungu ukanene na watu wako na njia kipekee. Naomba neema mpya ya kuserve wakati huu. Ninaomba Roho Mtakatifu wa Mungu katusaidie kuelewa maandiko, kutenda, hata kupata ufunuo. Tusaidie hata kutulia. Tusaidie Baba wa mbinguni, hilo yenye huwa inasambazo ama inaingia wakati wa neno na kuhamisa mawazo mahali hapa, kuondoa mawazo kwa neno, kuondoa mawazo kwa neno. I stop that spirit. Natangaza haina mahali pa kukaa leo, haina mahali pa kukaa kwa mawazo, kwa mioyo yetu, hata kwa viti, hata kwa anga, katika jina la Yesu Kristo. Naomba that Jehovah God, you may enable us to be alert in the spirit, hata physically and spiritually. Tuomba utusaidie kuwa alert. Naomba ufunuo mpya kwa watu wako. Tuomba neema mpya kutoka kwako Yesu. Tusaidie kuelewa maandiko, hata nitakapomaliza kuhubiri, wale ambao watasikiza ujumbe wa siku ya leo, naomba ikawe na taste, ikawe na ladha, ikafutie wengi wakakuwa transformed, ukakutane na mahitaji yao kulingana na neno lako Kristo. Kutana na mahitaji yetu hata sisi. Tusaidie mwana wa Mungu, tukomboe kupitia kwa neno lako Jehova. Tunakualika mwana wa Mungu, nene nasi. Roho Mtakatifu tukualika, Baba yetu tukualika. Tunaalika uwepo wako Kristo uwe pamoja nasi. Tufunike na damu yako Kristo. Naomba jeshi la mbinguni pia likawe pamoja nasi. Kila mmoja wetu Baba, tuomba ufunuo kutoka kwako. Tusaidie to be the listeners and the doers of your word. Be with us, oh Jehovah God. Tunapoketi kusikia maandiko, tusaidie kuseto. Kusiwe na roho yoyote yenye itainuka na kufanya tusahau ama kukosa kuelewa ama kufuatilia ama kupuuza. Na ni katika jina kuu la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Tuseme amen, alafu tuketi. Tuseme amen mara tena. Ninawahubiria nikiwa nimeokoka. Kristo amelinda moyo wangu. Niko na furaha nikinena neno la siku ya leo. Ni neno yenye tumekuwa nayo kwa muda tangu mwaka uanze na tunaendelea nayo. Kwa hivyo ningependa niwakumbushe title yetu ni Believing God upon great things. Kuamini Mungu juu ya kutenda mambo makuu. Kuamini ni ile tu tumeendelea nayo na tutaendelea nayo. Kuamini Mungu juu ya kutenda mambo makuu. Tunarundia maandiko yenye katika Hebrews 11:6. Hiyo ndio itatuongoza. Ni mstari yenye ni very powerful. Then Mark 10:46-52. Mark 10:46-52. Ninawakaribisha nyinyi nyote katika jina kuu la Yesu Kristo. Msikiwe mkiwa huru katika nyumba la Baba, tukijiuliza kwamba na ama tukijikumbuza what is believe. Kwa kifupi, mambo na kuamini ni hiyo hali ama jambo ya kutengeneza mawazo yako, kufanya mawazo yako ikumbali. Kuambia mawazo yangu itakumbali kenye kinanenwa ni cha kweli, kenye kiko kwa maandiko ni cha kweli, kenye mhubiri atanena ni ya kweli, kenye nabii ataongea ni ya kweli. Na kwa hivyo tukiamini hivyo na tukitengeneza mawazo yetu hivyo, basi ninajua ya kwamba before the end of the service tutakuwa tumefika kwenye Jehova angependa tufike siku ya leo.
Ni kwa nini tumeletewa hii neno tena? Ni kwa nini tuendelee nayo tena? Ama ni kwa nini ingine kama ya Hebrews to repeat? Ni kwa sababu tunapoangalia labda kunao wenye waliingia hiyo siku yenye nilitanja ama nilihubiri, lakini labda hawakufuatilia, ama labda kunao hawajaingia tangu nianze kuongea mambo na kumbelieve, na ndio maana ama wengine wakasahau, ndio maana ama wengine wanaipata leo tukifika Wednesday hakuna. Ndio maana basi Jehova ametuleta pamoja ili tuweze kuisoma tena na tena na tena, tupate maarifa, tusipotee. Basi ningependa tuingie kwa maandiko yenye iko katika Hebrews 11 verse 6. Hebrews ni Ibrania, na naomba huyo mtoto tafadhali mwenye ako naye afanye atulie, asipepe watu mawazo. Hebrews ni Ibrania 11:6. Waebrania 11 mstari wa 6. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Si ati kwamba sielewi vile maandiko yanasema, juu inaongea kwanza imani. I'm not confused, ninaelewa, nitaileta tu mpaka ingie kwamba pasipo imani. Sihubiri mambo na imani, lakini naanzia pale, maana ni ya muhimu, inashikanishwa na kuamini. Pasipo imani hakuna yeyote, hata mimi, anaweza kufurahisha Mungu. Pasipo imani utena witikio, we nani tutena witikio tutingikenia Ngai? Pasipo imani wewe na mimi tunaanza pale. Si ati nahubiri mambo na imani, lakini ni ya muhimu na imeshikanishwa na kuamini. So nitaanza nayo. Pasipo imani, pasipo wewe uwe na imani, hata mimi hatuwezi tukafurahisha Mungu. Na najua kila wakati unapofurahisha hata mtu, sisi wenye tuko hapa duniani, mimi ukinifurahisha kwanza, mimi huwa ninafanya makuu na mazuri, nitakutendea mazuri nikisikia kwamba nina furaha. Ni nini hii inafanya Mungu wetu awe na furaha? Ni kuona watu wake wale wanaenda kwake, kwanza wanaenda wakiwa na imani. Wakienda kwake njia ya maombi na njia yote ile, kwamba mimi nina imani nitatendewa hiki na kile kingine. So akiwa juu mbinguni, hata usipomwambia maneno matamu, usipomfanyia lolote lile, kwanza aone uko na imani juu yake kwamba anaweza. Mungu wetu anaanza kufurahia juu yako, anaanza kusikia vizuri. Basi ukiwa na imani, maana hiyo ndio ninaweza kuita gate. Nasema ya kwamba ndio gate. Ili ufunguliwe mlango, kwanza lazima uwe na imani. Ili uende kutenda makuu, kwanza lazima uwe na imani. Imani peke yake is not enough. It is not enough. Hii ni jambo tu ya kufungua. Hii ni jambo tu ya kuvutia mambo makuu. Ndio maana tunaambiwa pasipo imani huwezi ukafurahisha Mungu. Maana yeyote anayeenda kwa Mungu, yeyote, sijui ni nani huyu leo ataenda kwa Mungu, kwamba lazima awe na imani. Hiyo ni moja. Na akienda kwa Mungu, kwanza lazima awe mtu wa kuamini, kwamba ndani yake ninaamini, mimi ninaamini leo nitatoka kwa service ya leo nikiwa nimebarikiwa na Mungu. Leo kwa service ya leo ni yangu. Kwanza nikitoka nyumbani niliambia Mungu, usinipite ukibariki wale wengine. Ni imani yangu. Na tena nikaamini ukienda kwake, kama vile tulikuja kwake leo, of course, kama vile tunaenda kwake na njia nyingi kama ya maombi, unaamini kwamba hako karibu kila mmoja wetu, isipokuwa wachache sana, tunaamini kwamba Mungu wako. Mimi ninajua hivyo, tunaamini hivyo. That one is not enough. Wengi wetu tukiamini yako, tunawekea full stop hapo. Wengi wetu tukipata imani, tunaweka full stop yetu pale. Ni imani na kuamini kwamba ako inawekwa koma. Bado hatunjaenda,
inawekwa. That one is not enough, lazima kuwe na plus. Ukienda kwake sasa, ukiamini ako anaishi, anatenda, ako hai, ukiamini kwamba anakunjua, ukienda kwake ukinjua hivyo, basi ningependa unjue ya kwamba unaamini anje, unaenda kwake anje ukitarajia. Nasema unatarajia makuu, unatarajia kutendewa makuu, unatarajia kupokea makuu, maana yeye yako na yote. Jina la Yesu lipewe sifa. Kwa hivyo hata ikiwa uko katikati yetu saa hii, na labda asubuhi uliwekwa chini, wiki yote labda umewekwa chini, ninataka kuencourage mtu nimwambie ya kwamba ulikunja kwa Baba. Inua imani yako. Ujue mwenye ulikunja kwake sio kama mtu. Labda kuna mtu alikudiscourage, kuna mtu alikuweka chini. Huyu anangojea tu inue imani. Na ninajua sisi sote tulichukua hatua ya kunja kwake. Kwa hivyo tunajua ngaye kuwe moyo, ye exist. Na maana tunajua hivyo, tungonje. Ninataka tuinue mikono yetu tungonje kutoka kwake. Nasema tunangonjia kenye kilikuleta hapa. Ninajua before the end of the service utakuwa umepokea, maana ako nacho. Kwa hivyo nimeanza kukoroga imani yenu. Jina la Yesu lipewe sifa. Na njiite mkutano kidogo tafadhali. Wacha kukaa kama umepigwa. Nimeanza na yenye iko juu sana, maana mimi nangonjea makuu leo. Nasema nangonjea makuu leo. If you are not prepared, I am preparing you, kwamba kutakuwa na makuu. Jina la Yesu lipewe sifa. Mimi sikunja kwa mtu. Singependa uwe hapa kwa maana ulikunja hata kwa mtu fulani. Tulikunja kwa mwenye yako na kila kenye unangonjea, kila kinakusumbua. Huyu ndiye anapeana. Kwa hivyo ninataka uinue imani yako hivyo, na uamini ya kwamba anakorwa ni VC enayo. Hata ikiwa ni uponyanji, yeye ndiye mponyanji. Hata ikiwa ni shinda za mawazo, yeye ndiye mponyanji. Hata ikiwa ni shinda cha chakula, yeye ako nazo kwa store yake. Unakunja kwake ukiamini ako nazo. Pigia Yesu sangwe. I am saying that I'm preparing somebody in our ministry. Najua unarudi nyumbani na kile ambazo umekuwa ukikongojea. Jina la Yesu lipewe sifa. Sijui kama imani yako iko pale. Sijui kama unaamini pamoja nami. Sijui kama unaamini pamoja nami. Sijui kama kunaye anaamini. Sisikiza sauti zenu. Sijui kama unaamini pamoja nami. Basi ikiwa unaamini, unangonjea, mimi nitafungua roho yangu. Ikiwa ni uponyaji wa moyo nitapewa. Ikiwa ni uponyaji wa mawazo nitapewa. Ikiwa ni uponyaji wa mwili huu nitapewa. Maana nilikunja kwa store yake. Najua hako. Ninajua hako. Yeye sio kama binadamu kwamba anaweza kukwambia alafu aseme no. Akisema atatimiza. Akisema anatimiza. Pigia Yesu makofi. Sema I'm prepared. Sema I'm prepared. Sema nimejitayarisha kupokea kwa Baba. Ikiwa kuna mtu ambaye amejitayarisha, basi ningeenda tuende moja kwa moja tufunzwe na Bartimayo. Tufunzwe na Bartimayo katika kitabu ya Marko 10 verse 46 to 52. Uendelee na kuamini. Mimi sikunja kuonana na mtu, nilikunja kwa store yake. Huyu mwenye ako na store, ako na kile ambacho nimekuwa nikimuitisha. Na siku ni leo, siku ni leo. Nasema siku ni leo. Amen. Tuamini hivyo. Yes. Marko 10 verse 46. Marko 10 mstari wa 46. Wakafika Yeriko. Hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Timayo, Bartimayo, yule mwombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia kwamba ni Yesu
Mnazareti alianza kupaaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze. Lakini alizidi kupaaza sauti, Mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama akasema, Mwiteni. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia jipe moyo, inuka anakuita. Akatupa vazi lake, akaluka, akamwendea Yesu. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, Mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Hii ni hadithi yenye tumehubiriwa kwa muda mrefu sana sana, mambo ya Bartimayo kipofu, na hata tunaimba wimbo yenye ni related na the text. Lakini leo ningetaka tujiulize, ni kwa nini last Sunday tukahubiriwa mambo ya kipofu mwenye alikuwa na maswali, na tena leo Jehova ameweka hii tena ndani yangu kipofu? Ni kwa nini tena niko na maswali kama yenye ilikuwa ni ya Sunday? Ni kwa nini? Kwani tumekuwa anje? Kwa nini Mungu anaona ndani yetu? Ni kwa nini last Sunday tukaona kipofu mwenye alizaliwa akiwa kipofu, wenye watu walikuwa na maswali, wanafunzi walikuwa na uliza Yesu kama ni yeye alitenda dhambi. Leo nayo pia Yesu akaona tuendelee na kujua mambo na kipofu. Ni kwa nini? Nilikuwa najiuliza hayo maswali. Ni kwa nini? Tunaona siku moja Yesu akafika kwenye kunaitwa Yeriko. Wakafika Yeriko, hata walipokwisha akashika njia kutoka Yeriko. Alifika ni kama alikuwa anatokea, alikuwa huko akawa na shughuli zake. Kikuyu yangu dinsi nasema hivyo, akitokea pale mwisho. Nasema ni pale mwisho. Wote nisome na Kikuyu ili kwa wachache labda wanashirwa ninasema nini. Nasema pale mwisho kabisa, verse 46. Nisome na Kikuyu tusikie vizuri, tuelewe vizuri. Ni juna na kiti na njoko na Kiswahili. Nao magiki kinyanjeriko na lilia Yesu oimaga kuo hapo. Magiki kinyanjeriko no lilia Yesu oimaga kuo. Ale na aruto wake hamwe na andu aingi. Bartimayo mũrũ wa Timayo agikorwa aikaire mukira-ini wa njira. Bartimayo ari mutumumu watu ile ahoyaga uteithio. Walifika Jericho kama vile huwa tukiingia kwa kijiji ama town, tunaangalia mahali pasuri pa kuhubiria tuseme ama bakufanyia mkutano, na akafanya shughuli zake zile, kuona watu, kuponya watu. Akitokea Mwea pale mwisho kabisa, pale mwisho ni kama shughuli zake zilikuwa zimeisha kwa hiyo siku yenye huwa ninaita 11th hour. Akipitia pale pa mwisho kabisa, ndio alipata huyu kipofu Bartimayo. Nasema ni pale mwisho. Na ukiona nikisema pale mwisho, niko na ufunuo ya kwamba kuna mtu leo amefika mwisho, kwa sababu kuna mambo amepitia mangumu, na ninamwona akiwa pale kamwisho kabisa. Pale mwisho anjui achilie, anjui aendelee, ako pale anjui ako pale desperate. Ako pale alisoea, ako kwa hali ile ya miaka mingi. Nasema ni hile anaendelea na ile shinda ya miaka mingi, ako pale. Lakini kuna mahali Bartimayo alikuwa nawekwa, kuna mahali alikuwa amesoea. Of course tunajua vipofu wengi
kuna the specific place yenye watu wao wanasoea kuwaweka. Kwa hivyo Bartimayo akapelekwa pale asubuhi kama asisio, kama siku zile zingine. Akapelekwa pale. Yeye akiamka hakuna mahali alikuwa anajua kama anaweza kupokea uponyaji. Alienda tu kuomba chakula, kuomba usaidizi, kuomba pesa, nisaidie, kama vile alikuwa amezoea, kama vile alifunzwa ama aliwekwa, kama vile aliposesioniwa. Kwa hivyo akapelekwa kama siku zile zingine. Lakini hii siku yake, siku hii moja mwishowe ikaleta mabadiliko, kukawa na mabadiliko. Na ninasema ya kwamba pale mwisho kabisa tunaona kenye alitenda, kwamba akasikia umati wa watu, alisikia ni kama kelele, alisikia leo atmosphere imechange. Yes, akasikia kwamba na leo atmosphere imechange, na leo weather imechange. Akasikia na sijazoea kusikia watu wengi, sijazoea kusikia makelele. Ikawa ni siku yake ya kipekee, kama vile itakuwa ni siku ya mtu katikati yetu, ya kwamba atmosphere yake itachinjiwa leo. Ya Bartimayo ikawa ni hiyo siku. Yes, nasema ninataka uiangalie na njia hiyo, kama vile hata mimi naiona, ya kwamba ni kitu yenye umezoea kutendewa, ni kitu yenye umezoea kufanyiwa, na ni kimbaya, lakini tu unakifumilia, unakikula venye kiko, unakimesa venye kiko. Wengine wamekisoea na wamekuwa comfortable, wengine they are there but they are not comfortable. Ikawa ni siku ya Bartimayo. So akasikia the atmosphere imechange. Nimezoea kusikia watu kama 10 wakipitia kwa hii barabara, nimezoea kusikia mangali, nimezoea kusikia makipikibi, nimezoea kusikia watu wakitoka sokoni ama kibarua. Lakini leo si kama ya njana. Nasema ya kwamba atmosphere ya saa hiyo ya uponyaji haikuwa kama ya njana. So when healing comes, wakati Mungu analeta change, hata the atmosphere ina change. Na ikiwa kuna mtu anambilivu hivyo, aseme hata yangu inachangiwa leo. Pigia Yesu makofi. Ikachange, kila kitu ikachange, na kila kitu ikachange. Na alikuwa amezoea kusikia, this time akasikia jina ingine, akasikia makelele ya aina, makelele ya healing, makelele ya change, makelele ya kumtoa katika hali yenye alikuwa, makelele ya kumchenjia jina la Yesu lipewe sifa. Mpaka akatamka na akatoa sauti na kuuliza, nasikia nini? Maana hakuwa anaona, nasikia nini? Siku hizo zingine hakuwa naongea. Naamini kuna mtu atasikia change leo, kuna mtu ataona neema special leo, mpaka ulize, nitaweza kutoka hapa nje? Jina la Yesu lipewe sifa. Hallelujah. Amen. Ninaona mtu ambaye alikuwa anaitwa Paul na Sila, wakati walikuwa jela, walikuwa tu wanasifu. Hawakuwa wamezoea, lakini walikuwa na sifu. All of a sudden wakajikuta hawana minyororo. Nasema ya kwamba ni siku yako, siku ya leo. Jina la Yesu lipewe sifa. Na kuna watu wanatoka hapa bila minyororo. Pigia Yesu sangwe, maana the atmosphere already has started changing. It is changing for good. Jina la Yesu lipewe sifa. Masika talabo. Nasema ni leo, natangaza ni leo, siku yako. Nasema ni leo. Somebody prepare yourself, maana Jesus is passing on away. Pigia Yesu makofi. Nasema ni leo, nasema ni leo, siku yako ni leo. Wachana na story za jana, wachana na ya asubuhi, wachana na yenye ulingangana na ya asubuhi, wachana na historia yako. Atmosphere inachangiwa leo. I am saying it is going to be changed for good, for good, for good, for good. Somebody tap that. Somebody tap that. Rababo sheketeano. It is for good. I am saying it is for good. Jina la Yesu lipewe sifa. Ninaona nini? Huyu akauliza, ona,
Huyu akauliza, hapa hakuna kuulizwa, mnaona na mnasikia. Jina la Yesu lipewe sifa. Nini hiyo ninasikia? Akaambiwa bila wenye wakumwambia wakunjua kama ati hivyo tukusikia jina peke yake. Jina peke yake means a lot. Jina peke yake means a lot. Na ndio maana nilianza na mstari wa Hebrews 11. Ati ni Yesu wa Nazareti anapita. Na najua alikuwa anamjua. Alikuwa anamjua. Hakuna yeyote alikuwa anampeleka kwake. Hakuna yeyote. Watu wenye walimkuwa mesoea kuchukua thendi jioni, pesa jioni, walikuwa wanajua tu hiyo system. Hiyo ndiyo system ya Batimayo. Walikuwa wanajua ni hiyo tu peke yake. Huyu mpaka ave system ni hiyo. But I want to speak to somebody in our ministry ya kwamba system yake inachenjiwa leo. Rabo shekete yano sikulieo. System yako na pattern inachenjiwa leo. Jina la Yesu lipewe sifa. Jina la Yesu lipewe sifa. Walimsoea kumpeleka pale. Wakinja njioni ya kuwa nasema kuna watu watatutafuta next week. Mahali walituacha jana, kuna watu wanatutafuta leo. Wakute tulihama, tumehamishwa na Jehova. Maana it is happening for good. Pigia Yesu sangwe. Mama yando liba yando. Itendeke kwenu. Nasema itendeke kwenu. Itendeke kwenu. Itendeke kwenu. And I am feeling now kwamba atmosphere imechange. Even now the atmosphere imechange. Jina la Yesu lipewe sifa. Wakamwacha akisema nisaidie. Nisaidie. The pattern ikachange. Akaweka mikono chini. Akatumia sikio. Akatumia sikio. Nasema na mdomo. Pattern ya mikono ikawekwa chini. Mayando riba sekete yando. Nasema kama vile itatendeka kwako wewe. Pattern yenye unajua umesoea itawekwa chini leo. Jina la Yesu lipewe sifa. Pattern ya mikono na kuombaomba nisaidie inawekwa chini leo. Nasema inawekwa chini leo. Inatendeka kwa wema. Nasema inatendeka kwa wema. Itatendeka kwa wema. Jina la Yesu lipewe sifa. Ribaboyenda. Ribaboyanda. 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 Nasikia atmosphere imechange. Nasikia atmosphere. Sijui kama kuna mtu anajiprepare. Yes. Atmosphere imechange. Ya kwamba wali watu wao asubuhi walimpeleka kama kawaida. Ikiwa ilikuwa ni wakati wa mvua akamwekea umbrella. Wakamwekea umbrella. Hata alikuwa na nguo angeonekana mtu akiwa mbali, huyo ni kipofu. Hata na nguo hata siku ya leo sinaondolewa. Nguo zenye watu wametujua nazo sinaondolewa leo. Mashinda yenye watu wanatujua nayo inaondoka leo. Jina la Yesu lipewe sifa. Pasipo imani hatuwezi tukamfanya nini? Hatuwezi nini? Alisikia imani yake naye ikainuka. Akapasa sauti maana hakuwa anamuona. Akasema Yesu mwana wa Daudi. Akainua imani. Yesu mwana wa Daudi. Mimi hapa niko hapa, usinipite. Usinipite Yesu. Ukiondoka Jericho usinipite. Ukiondoka God's Vision for the World Ministry usinipite. Mimi niko na shida hiki na ina nyingine. Yesu mwana wa Daudi hata saa hii anapita. Amen. 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 Akaitana wajana na wale ambao wametunyamazisha siku yao ni ya mwisho leo. Amen. Hata wewe utasimama wewe. Mwambie huyu asimame. Wewe ni wewe ninaambia utapitwa. Nogo tigwa yeo hali yokoragwa muriokiwe. Endelea na kundosi tu. Nasema ya kwamba hao watu wenye walikuwa wamempeleka pale jioni. Unajua wakipeleka kipofu of course lazima wamuende jioni. Lazima wamuende jioni. Wakitarajia kupata nini?
Yes, sir. Wakitarajia kupata kawaida. Wakisema ya kwamba leo ninajua sapa, unajua aoni, kwa hivyo nikuokota alafu anaambiwa lete. Hiyo siku akatumia sikio na mdomo kufika kwa Yesu, kufika kwa Yesu, kufika kwa Yesu, akaitana na watu wanamwambia nyamaza. Hatutaki kuwatanja leo. Wachana na wao. Wametuambia tunyamaze kwa muda mrefu. Lakini the same people, ninataka ujiite mkutano, yoyote amewahi kuambia nyamaza, yoyote amewahi kuambia usiendelee, yoyote ambaye alikungangania breki usiendelee, yoyote ambaye alipomua migurudumu usiendelee, na akasema hakuna kupita hapa, mimi ndiye the kusema, mimi ndiye the gate, the same person atatumiwa akuite, uchenjiwe njina. Atasuundia hata the same person. Yes. Na ndiyo maana tunawaandika leo majina yao. Tukinja mbele za Bwana, kwanza unawasamehe. Amen. Usiwapepe tena. Wao wanatumika kusukuma Yesu anje kwa haraka, wanatumiwa na njia hiyo. Kwa hivyo wakaambiwa nyamaza. Unaambia Yesu nini wewe? Kaa mahali umesoea. Kuna watu wakijaribu kuamuka hivi, kuinuka tu, kunatokea tu kiroho, kimagonjwa, kipepo, kiuchawi, watu ambao wako na laana ya kukuweka chini. So watu wamesoea kuenda juu chini, kuenda juu. Lakini nataka kuwahubiria na kuwatabiria leo, ikiwa utasikia ya kwamba Yesu anapita, umuite tu, na usiseme nilimuita jana na hakunja. Hiyo ilikuwa ni jana. Ya leo ni ati umuite na uendelee na kumuita. Uendelee na kumuita. Wakisema no, unasema mimi najua ni Yesu. Unaendelea na kumuita. Basi huyu Yesu ni wa rehema, anapita leo. So asubuhi at around 5 hivi 5 something, nikaona watu wakiwa na mashinda mengi. Nasema watu walikuwa na mashinda mengi, walikuwa wamefika mwisho, walikuwa wanasema mimi sijui nifanye nini, hata kuenda hiyo kanisa naenda kufanya nini, hii wacha tu niende tu juu ni kuenda. Hadithi ni ile. Nikaambiwa na Jehova, enda uambie hivi, mimi Mungu nikiwa juu mbinguni nimesikia kilio chao, nitawape neema. Unajua neema ni nini? Neema ndiye inatusaidia kupokea vitu. Neema ya kusaidia utoke mahali huko. Hiyo ndio tunapewa siku ya leo. Neema kutoka juu mbinguni. Kwa hivyo tunajitayarisha tukiamini. Mara tena tulikunja. Namalizia. Yesu tulikunja. Yesu nilikunja. Hali yangu ni ile tu. Hali yangu najua ni ile tu. Majina yenye nimeitwa unaijua. Hata kuna nguo wananijua nayo. Wengine hapa hata kuna kesi yenye wako nayo. Kesi sira. Ni ile tu. Utadhiraga unapelekangwa mbele. Kitu yenye inapelekangwa mbele. Ama unakaa mahali pamoja, unamwambia ni gani. Hiyo ndiyo mambo na kumwambia Yesu ni rehemu. Yesu ni rehemu. Wakati alifika kwake akaulizwa unataka nini? Si hata Yesu hakuwa anajua. Hata sahi anajua shida zako. Anajua anataka kusikia tukimwambia. Na ni kwa nini unakaa leo unamwambia leo, kesho unasikia nimechoka? Hapana. Tunamwambia kila wakati. Wakikwambia no, unaendelea na kumwambia. Wakikuonyesha hakuna jibu, unaendelea kumwambia. Maana ukienda kwake, lazima uamini ako. Na kwamba yeye ndiye anapeana sote zenye kenye wewe unahitaji. Yeye ndiye analiwanda. Kwa hivyo tunaliwandiwa siku ya leo. Amen. Usichoke. Amen. Siku ya leo ni siku yako. Naomba tusimame. Usipoamini basi unjue, number 1, ukiamini yako ni sawa, ukose kuenda kwake ukijua yeye ndiye anaweza kunipe. Unajua kuna watu siku ya leo
wamezoea kukunywa mandawa fulani. Sikiza hapa. Kuna watu wamezoea kunywa mandawa fulani. Season fulani ikifika kuna ndawa yenye anakunywa. Wakati kama wako wa baridi kuna mandawa yake. Wakati wa jua kuna mandawa yake. Unajulikana, kuna clinics zenye unaenda. Hata bila kujulikana madaktari, hata wewe unajua. Nikiuma na kichwa hivyo aspirin. Nikiuma na kichwa hivyo siku ya leo ningependa unene na Yesu. Kwanza amini. Uinue imani yako juu. Usipoamini mambo na Batimayo, ninataka kwa kifupi nikikumbushe ya kwamba nilifunjika huyu mguu. Nitakaa nikiwaambia hivyo. Nilifunjika mguu 6 weeks. Nikiwa nimelala na hapa hivi, nilisikia kisindano kenye kilikuwa kinashona hapo. Kilikuwa very painful. Kilikuwa na uchungu. Sindano, nasikia kisindano kikubwa hata nakionanga hata saa hii. Nikasikia uchungu, nikaambiwa hiyo mboni imeshikanishwa. Usipoamini mambo ya Batimayo, amini yangu. Mimi ni a living testimony. Jina la Yesu lipewe sifa. The 8th week, wiki ya 8 tangu nianguka, maana nilianguka. Hiyo nimemwambia na nitakaa nikimwambia, maana unaweza kukosa kuamini Batimayo juu kumuona, lakini unaniona mimi natembea. Wiki ya 8 nayo nilisikia moto. Nilisikia hapo tu kwenye kulikuwa hapa. Ninasema ni hapa. Ikadhongwa gaka. Nikasikia moto inanichoma na ilikuwa na uchungu. Nikaambiwa na Jehova, nimekuponya. Hapa ni mambo na kuamini. Immediately nikapigia daktari, nikaambia mzee anipeleke niangaliwe kama imeshikana. Kuenda hapa tu juu hapa kwa lake, nikaambiwa mama, uko na miaka ngapi? Mguu imeshikana na 8 weeks. Huyu Mungu ndiye ninaongea juu yake. Jina la Yesu lipewe sifa. Usipoamini mambo na Batimayo, maana hukumuona, amini huyu. I am a living testimony. Mimi kuishi kwangu ni Mungu, kutembea kwangu ni Mungu. Ukiona nikihubiri leo ujue ni Mungu. I am a living testimony. Nina move tu nikiakilisha Mungu. Jina la Yesu lipewe sifa. Kwa hivyo usipoamini mambo na Batimayo, maana ni kumsikia tu. Unaweza kuniambia ni hadithi, amini ile ambayo ni yangu. Na mengi yenye Jehova ametenda. Ni kwamba hii ni naked. Kila mmoja wetu aliniona nikiwa na plaster. Ndiye huyu mimi natembea na miguu. Jina la Yesu lipewe sifa. Hata wewe, nasema hata wewe, nataka ujiite mkutano kwa dakika chache. Ni wapi walikupeleka? Ni wapi? Ni nini hiyo umezoea? Ni nguo gani hii yenye unajulikana nayo? Unajua kuna nguo tunajulikana nayo. Umewahi msikia mzee akipita hivi, unasikia kwamba nyonete kagoti kare karendie, ningomenya ni thwa Kamau. Ile koti ya rendi ukiona ikipita tu, hata usipoangalia nyuma unjue anapitanga saa 7. Akienda kukopa na pale hivi unga. Na nasema ya kwamba hizo nguo zenye wametunjua nazo, ukiamini, ukienda kwa Yesu kwa imani na uamini ya kwamba hii nguo inaondolewa leo, hizi nguo zinaondolewa leo, ukiamini itakuwa hivyo. Ukiamini itakuwa hivyo. Ukiamini itakuwa hivyo. Usipoamini then unjua utaendelea kukaa mahali pale. Utaendelea kujulikana na jina yenye hiyo unajua. Utaendelea kukaa na ile shinda ukiamini. Nasema kuna mtu anaondolewa mambo na ndawa leo. Sisemi kukunywa ndawa ni mbaya, lakini kuna zingine za kuletewa. Hizo tunaachana nazo leo. Ukiamini itakuwa hivyo. Jina la Yesu lipewe sifa. Kuna kwenye waliweka kazi yako ya kwamba kuna kwenye unaenda kisha unajikuta uko chini, na wamelisoea hiyo ndio pattern. Hata wewe unajua hiyo ndio pattern yako. Kuna kwenye walipeleka kazi yako. Siku ya leo utamuita Yesu, sio mimi. Utamuita Yesu akurehemu, naye atapeana neema. Neema ni what is grace? Ni usaidizi kutoka mbinguni. Nasema ni usaidizi kutoka wapi? Usaidizi wa kutoa hiyo hali
wa kukutoa wewe katika hiyo hali yenye walikuweka, katika hiyo hali yenye wamekusoea, hata katika hiyo hali unasikia kwamba inanifinyiria, hiyo hali ambayo unasikia kwamba it's not comfortable. Tutaitisha neema kutoka juu mbinguni. Sasa tunajiita mkutano kwa dakika chache. Tuko pale tunajiita mkutano pasipo imani. Narudia nikisema, uwezi ukafurahisha Mungu. Maana yeyote ambaye anapokea kutoka kwake lazima amini kwamba ako, na tena yeye ndiye anapeana kile kenye tunahitaji. Yeye ndiye anapeana. Si bidii yako, sio bidii. Unaweza ukawa na pesa lakini uwezi ukawa na any idea ya kutengeneza kitu, na hata ukiitengeneza inaharibika. So pesa sio solution. Yeye ndiye anapeana. Anaangalia watoto wake leo waone kama wameaminifu. Sijui kama uko pale, wewe ni mmoja wale wanaangaliwa ni Yesu. Uonekane kama unamfurahisha na njia hiyo ya kumwamini. Tukiwa pale, maana ninajua kuna mahali umecapture siku ya leo na unaondolewa leo. Ninataka Masi achukue microphone kwa haraka, tuimbe sisi sote. Mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie anaweza yote. Yesu mwambie atakushindia. Yesu mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie anaweza yote. Yesu mwambie atakushindia. Yesu mwambie. Yesu, tuimbe sote. Mwambie Yesu, mwambie anaweza yote. Yesu mwambie atakushindia. Yesu mwambie. Yesu mwambie. Sema wewe, mwambie Yesu, mwambie anaweza yote. Yesu mwambie atakushindia. Yesu mwambie. Mwambie mama, mwambie yote, mwambie anaweza yote. Yesu mwambie atakushindia. Yesu mwambie. Tuweke posi na usitoke hapo. Unaambiwa mwambie. Already yako hapa. Wale wanajua kusense this presence wamesikia yako hapa. Anasema niambie. Mwanangu, niambie. Mwanangu, tanja tu. Unataka nini? Kipofu Mbatimayo, unataka nini? Waacha stories za watu. Unataka nini? Mwambie. Nataka kuona. Yenye imenifinyiria sana ni hiyo. Mwambie, mimi nataka kuwa na amani kwangu nyumbani. Nataka biashara yangu ianze kumove. Nataka kuwa na kibali. Nataka kuchenjiwa njina. Nataka kupokea uponyaji. Mwambie, nataka kuwa na mke. Nataka kuokoka. Nataka kuwe na mume. Mwambie, nataka kulipiwa mandeni. Mwambie, nataka pateni yangu ishe. Ambia Yesu, mwambie. Before nifike kwa kunena, before nifike kwa kuitisha neema, ambia Yesu sinda zako. Mwambie Yesu, mwambie ni nguo gani hiyo unataka iondoe ya kuchukiwa. Nasikia ni ya kuchukiwa. Nasikia ni ya rejection.
nasikia ni ya kung'ang'ana. Unajulikana na hizo nguo za mandeni, za magonjwa. Unajulikana na shinda fulani za hasira. Unajulikana ni kuteta utosheleki. Umejulikana na hata watoto wako wanakujua hivyo. Mwambie, ambia Yesu, ambia Yesu anaweza. Ambia Yesu ako na jibu leo. Ambia Yesu ako na zawadi yako. Ambia Yesu atakurehemu. Mwite Yesu mwana wa Mungu nirehemu. Ita Yesu mwana wa Mungu niondoe katika hii hali. Niondolee hii shinda. Tamka. Nena na yeye. Nena na Yesu ako hapa. Nena na yeye, usiogope. Wachana na wale ambao wanasikiza kenye unasema. Wewe ndiye unajua shinda yako. Wewe ndiye unajua miaka ngapi umekaa katika hiyo hali. Wewe ndiye unajua that you are not comfortable. Sisi tunaweza kuwa labda tuelewi, lakini wewe unajua. Mwambie Yesu. Ambia Yesu. Ambia Yesu. Nena mwambie Yesu. Rababo sheketeando rikatiri basi alabayanda rimama mama ya Yesu rikatariba seketeando. Ambia Yesu, ambia Yesu, nataka uwe na wakati wa kunena na yeye. Mayando riba boyanda ati ale metikagia mangiuka kuyo matiteagwo. Leo anakumbali kila mtu, either ulitenda dhambi ama hujatenda dhambi. Mbona umeingia kwake ukisema ya kwamba yeye ana exist, yeye ndiye wako na ndawa yangu. Mwambie yeye ndiye ako na solution. Nena na yeye na usiwahi sahau siku, maana atmosphere yako inaanza kuchange nikimaliza kuhubiri. Majina yako ina change nikimaliza kuhubiri. Hali yako ya mwili itachange saa hii katika jina la Yesu Kristo. Hiyo kazi yako, hiyo shamba yako, watoto wako, mume wako, ndoa yako ina change saa hii. Ukiamini itakuwa ni hivyo. Kuna akina Batimayo hapa wako na uoga. Mlinyamazishwa, ndiyo maana Mungu unaomba polepole hivyo watu wasijue, na tunajua zinda zenu tu. Praise, we worship your name. Nani huyu hana haya ya kuambia Yesu sinda yangu ndio hii? Ainue mkono wake juu. Inua mkono wako juu ukiamini inatendeka leo. Anasema Yesu mwana wa Mungu nirehemu. Sinda hii imenishota, nirehemu Yesu, nirehemu tu. Unataka nini? Hapo ndipo the key. Unataka nini? Yes, ako na rehema, ni mwingi wa rehema. Unataka nini? Anajua hiyo shinda. Mfalme mkuu, wale wote wenye wameinua mikono yao juu pamoja nami, tunaenda kuhona. Tunataka uponyaji. Tunataka uponyaji wa area mingi. Kuna wanataka uponyaji wa mili yao. Kuna wengine wanataka biashara zao sipone. Kuna wengine wanataka marriage zao sipone. Mili yao, anga yao, wanataka uponyaji kutoka kwako Yesu. Wengine wanataka waondolewe nguo za aibu, za rejection, za kung'ang'ana. Wengine wanajulikana na hasira. Wengine they are very lazy. Wengine wamegonjeka mawazo, mioyo. Wote wenye wameinua mikono Yesu, tunaomba Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Mungu, tulehemu, tutoe katika hiyo hali yenye tuko. Tutoe baba yetu. Tumeinua mikono yetu juu as a sign of surrender, kwamba tumefika mwisho. Baba yangu, tumefika mwisho. Anza pamoja nasi, tufanye upya Yesu. Give us new beginning. Give us new beginning. Tupe majina mapya. Tusaidie kumove tena. Tuondolee laana. Tuondolee kung'ang'ana. Tuondolee Yesu. Change majina yetu for good.
Mayando ribabo, tuchenji baba yangu, tuondolee aibu yote, tuondolee kuchukiwa yote, tuondolee rejection. Oh Mungu wangu, tumekaa kwa hali ya rejection, ya kuchukiwa kwa muda mrefu. Kila mmoja wetu akipita anajua ule ni rejected, ule ni wa kuchukiwa. Kasi yake I move, kasi yake ni ya kukaa mahali pamoja. Oh, hata alime hakuna kitu atafanya. Tumejulikana kwa vinjinji, tumejulikana kwa town, tumejulikana na our friends, tumejulikana hapa duniani na mbinguni. Change our situations, oh God, to change atmosphere, Jehovah. Hurima mayando, hata wale ambao watasikia hii message after this, naomba ukachange hadithi yao, ukawafikie na njia ya kipekee. Yesu mwana wa Mungu, twaomba utulehemu. Tunaomba neema ishuke juu ya kila mmoja wetu, ili tutoe mahali tuko katika jina la Yesu Kristo. Pokeeni hiyo neema, pokeeni hiyo neema, pokeeni hiyo neema. I want to declare, ikiwa kuna mtu ameamini ya kwamba shinda yako imeisha, shinda yako imeisha, shinda yako imeisha. Sasa uko na jina mpya, utaanza kumove, utaanza kugrow. Hauna chuki tena, hauna aibu tena, hakuna kungangana tena. Magonjwa imeondolewa, hiyo pattern is broken in the mighty name of Jesus Christ. You are new, you are new, you are new. Receive the newness from God in the mighty name of Jesus Christ. I declare it is done, and I declare it belongs to you. It is yours. Receive the grace, receive the grace, receive the grace now in the mighty name of Jesus Christ. I declare the atmosphere. Masika tariba, yantorobo sika, yantoribabo, rababo. There is somebody who has been searched by the Holy Spirit. Man, the Spirit of God wants to change your name. The Spirit of God wants to change your atmosphere. If you are there, say amen. Sema ni mimi. Pokea jina mpya, pokea move mpya, pokea kimali. Move now, move now. May your work start moving now. May you start a move now. Oh, ribaboyana, no more failure. Hakuna kuchekelewa. Yesu ametenda jambo. Ikiwa umeamini, sema sema ni yangu, sema ni mimi, sema ni mimi. Mahali mliliacha jana, hamutanipata hapo. Mahali mlinikuta kwa Facebook, siko huko tena. Mahali mliliacha kwa Gesagi, siko huko tena. Jehovah amenichange. I am now moving. Somebody, I am now moving. I am now moving. Shout amen. Shout amen. Shout amen. Pokea na iwe kwako. Yes. Ukiamini it is done. Amen. Na kila mmoja wetu aseme amen. Sema amen. Sema nimepokea. Sema nimepokea. Katika jina la Yesu Kristo, sisi sote tuseme amen.